Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 5 Agosti, kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya kutabarukiwa kanisa kuu la Mama Maria. Mabishano ya kiteolojia juu ya hali mbili za Kristo kama Mungu na mwanadamu yaliyoleta mgawanyiko katika kanisa nyakati za Mfalme Konstantini wa Roma. Katika karne ya 5, Askofu Nestori alipinga Bikira Maria kuwa mama wa Mungu, akisisitiza kuwa Maria alikuwa mama wa ubinadamu wa Yesu tu. Katika mtaguso wa Efeso mwaka 431 ulithibitisha mafundisho juu ya Maria kama mama wa Mungu. Kuweka kumbukumbu, Papa Sisto wa tatu alijenga basilika huko Roma kwenye kilima cha Esquilino kwa heshima ya mama mtakatifu wa Mungu, na likaitwa kanisa kuu la Mtakatifu Maria Mkuu. Kanisa hili ni mojawapo ya makanisa 4 makubwa mjini Roma, pamoja na basilika la Mtume Petro, basilika la Mtakatifu Yohane Laterano na basilika la Mtume Paulo. Kanisa kuu la Mtakatifu Maria Mkuu linalowakilisha jimbo la Antiokia ni kanisa kubwa zaidi katika dola ya Kikristo lililojengwa kwa heshima ya Bikira Maria. Inasemekana kuwa kanisa hili limejengwa kwa msaada wa familia moja tajiri ya Kirumi ambao walikuwa hawana watoto na walimuomba Mungu mtoto kwa maombezi ya Bikira Maria, wakisaidia kujenga kanisa kwa heshima yake. Uthibitisho wa kiapo chao ulitokea pale barafu ilipoanguka wakati wa majira ya joto usiku wa tarehe 4 mwezi Agosti mwaka 355, na Bikira Maria aliwatokea akiwaamuru wajenge kanisa pale, na maono haya yaliendana na ndoto ya Papa ambaye alikusudia kujenga kanisa hili kwa heshima ya Bikira Maria. Ilikuwa wakati Pio wa 5 akiwa papa, sikukuu hii ilianza kuadhimishwa na kanisa zima. Papa Pio wa 5 amezikwa katika kanisa hili. Kanisa hilo ndilo lililo la zamani kuliko makanisa yote ya nchi za magharibi yaliyojengwa kwa heshima ya Bikira Maria. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na kumbukizi ya kutabarukiwa kwa kanisa kuu la Mama Maria. Na wasii muwe watu wa imani kuu, muwe wajumbe wa matumaini, muwe wajumbe wa furaha, muwe wapigania haki. Ujumbe wa habari njema ya Kristo uenee kutoka mioyoni mwenu, na amani ambayo ni yeye peke yake anayeitoa ibaki daima mioyoni mwenu. Rejea ya Papa Yohane Paulo wa pili. Watakatifu wengine wa siku ni watakatifu Nona na Venanti. Watakatifu wote wa